Mkuu wa kitengo cha uhusiano hospitali kuu ya Mnazi Mmoja mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, Ali Aziz Masudi, ameomba wananchi kuwa na kawaida ya kutembea na vitambulisho au namba za simu wakati wakiwa katika safari zao za kila siku ili kupata taarifa kwa urahisi pindi linapotokea tatizo. Ameyasema hayo mara baada ya kuzungumza na VOPTV wakati uliporipotiwa mwili wa marehemu ambao haujulikani jina wala mahali anapoishi katika maeneo ya Amani kwa Bori, na hapa anaeleza. Leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 na majira saa 3:15 za asubuhi tulipokelewa mwili wa marehemu. Huu mwili umeletwa na askari polisi kutoka kituo cha polisi Mwera. Huyu marehemu ameokotwa maeneo ya Amani kwa Bori, maeneo ya Amani kwa Bori pembezoni mwa barabara katika mtaro wa maji. Huyu marehemu ni mwanamume, hajulikani jina wala anapoishi, na anakisiwa kuwa na umri wa miaka 35 hadi 40. Mpaka muda huu hajatokea ndugu wala jamaa aliyekuja kumtambua, na bado tumemhifadhi katika chumba chetu cha kuhifadhia maiti. Kwa yote aliyepotelewa na ndugu jamaa yake afika hospitali ya Rufaa Mnazi Mmoja kwa ajili ya kumtambua na kufuata taratibu za kukabidhiwa. Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Richard Tadeo Mchovu anathibitisha kutokea kwa tukio hilo. Ndugu waandishi wa habari, vijana na online TV, kwa kweli sasa hivi ndio vijana wengi wanaangalia na wananchi wengi wanatumia hizo. Kwa hiyo ni nafasi nzuri ya kufanya Wazanzibari na hasa wananchi wa mkoa wa Mjini Magharibi kuelewa mambo yanayoendelea katika mkoa wao. Ni kweli kwamba leo asubuhi tumepokea taarifa ya watu wawili, wanaume wote kwa kweli ni kama umri unalingana, wanakadiriwa kuwa na miaka kati ya 30 na 35. Mmoja maeneo ya Welezo, lakini mwingine maeneo ya Mbuzini, wamekutwa wakiwa wamekufa wako pembeni ya barabara. Kwa hiyo matukio yale tumeyachunguza, tunayafuatilia, lakini kwa haraka tulichoona ni kwamba vifo vyote hivyo ni vya mashaka. Hatuna uhakika kama ni ajali au ni jambo gani lililotokea na ni muda gani lilitokea. Kwa hiyo tunaendelea kufanya uchunguzi wa matukio yote hayo mawili, tutapata jibu halisi baada ya uchunguzi kukamilika. Kwanza wito wangu ni kwanza ni kuwashukuru wananchi. Kwanza niwashukuru kwamba wanapoona matukio kama hayo, watu wamefariki wako pembeni ya barabara au eneo lingine, kujulisha polisi ni jambo muhimu sana, ili ile miili iheshimike, ipate huduma ya kufikishwa kwenye facilities, yani kwenye mortuary, maeneo yale ambayo miili ile itakaa kwa heshima. Kwa hiyo niwashukuru wananchi walitoa wao hizo taarifa. Lakini lingine niseme tu kwamba tunapokuwa kwenye barabara hizi au inapokuwa usiku, kama umetoka kwenye kinywaji au umetoka eneo lingine lolote lile, ni usiku kwa peke yako, kuwa mwangalifu. Kuwa mwangalifu kwa sababu usiku kuna magari, kuna mambo mengi yanatokea. Na ujitahidi pia ndugu jamaa wajue uko wapi, unakwenda wapi. Najua usalama unaanzia kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo uangalifu na kujua muda gani unaenda wapi, uko na nani, ni kitu muhimu sana. Sijajua hiyo miili imetokana na nini, lakini dalili zinaonyesha kwamba kwa mfano yule aliyeokotwa maeneo ya Welezo, inaonekana kwamba huenda labda alikuwa amekunywa kupita kiasi. Sina uhakika, ila kwa awali inaonekana hivyo. Sasa huwezi kujua nini kimetokea. Kwa hiyo umakini tu wa kujua kwamba usalama wako huko kwako wewe. Yaani wewe usalama wako ni wewe kwanza, ujijue kwamba uko salama. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.